Mambo vipi mtazamaji wa Baharia TV? Bana, natumaini uko poa kabisa. Ni muda sahihi wa kuendelea kupeana updates za taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea kujiri. Bana, mke wa Tundu Antipas Lissu ameongea kwa uchungu sana kwa kushtakiwa kwa mume wake Tundu Lissu. Bana, katika kongamano lililoandaliwa na International Democratic Union IDU na kufanyika nchini Ubelgiji, Bi Alice Magabe ambaye ni mke wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu ameonyesha huzuni yake kwa mashtaka anayoshtakiwa nayo mume wake kwa sasa ya uhaini. Bi Magabe alipokaribishwa kuongea alisema Tundu Lissu angeweza kuwa hapa kama isingekuwa ametekwa na kushtakiwa kwa uhaini ambao kwa Tanzania adhabu yake kubwa ni ya kifo. Ninawashukuru kwa kuniruhusu mimi kuwa hapa na kuzungumza nanyi kwa kuhusu hali ya nchi ya Tanzania. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa IDU Lousa Ata Agemangi alitoa angalizo kuwa kukamatwa kwa Lissu ni shambulio la kidemokrasia na haki. Kukamatwa na kuteswa kwa Tundu Lissu, kiongozi wa chama cha upinzani Tanzania, sio tu shambulizi la mtu mmoja, lakini pia ni shambulizi kwa kanuni za uhuru, haki na utawala wa sheria. Bana, comments zimekuwa nyingi sana kwa hili tukio ambalo mke wa Tundu Lissu ameweza kuzungumza. Wa kwanza anasema chama kinaongelewa mpaka Ulaya, Mungu ni mwema sana. Huyu anasema mdogo mdogo mambo yanajipa. Anasema wamejificha kwenye kanzu ya haki za binadamu, lakini ndani wamebeba chuki dhidi ya Uislamu na Samia. Huyu unafiki ni kwa sasa wa karne. Wanasema safi sana, hiyo ndio sifa ya kuwa na mwanamke msomi. Kaka zangu, mjitahidi kuwa mwanamke kwenye uwezo wa kufikra, sio kuwekwa ndani kama vile familia nzima ipo magereza. Wewe unasema hii aibu kwa nchi, tena ni aibu kuwa viongozi. Wewe unasema haitakiwi kulia, maana CCM ni serikali yake kumpa kesi za uongo na kumpa umaarufu wa shupavu Lissu. Unasema hii ni aibu kubwa. Hatuna utofauti na Kongo DRC. Hii nchi ni hatari sana tunakoelekea. Wanasema Mungu atuepushe Tanzania na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Wanaandika no reform no election. Wanasema shemeji, tupo pamoja na wewe, wa Tanzania tunaumia sana tena sana. Wanasema safi sana, tumechoka kuonewa kwenye hii nchi. Huyu ameandika hili ni jambo linazidi kuwa kubwa sana, linapaswa serikali iwe makini na kufanya demand control haraka kabla dunia nzima haijatutenga na kuweka vizuizi chungu mzima. Hadi hii mafisadi waliotupa pesa zao Ulaya zitafungiwa. Ngoja tuendelee kuona mchezo unaoendelea. Naona wanapokezana kuharisha vichakani humo baada ya siku hii taarifa. Wanasema polisi wa Tanzania wanazua na kuwakamata viongozi wa Chadema. Wanasema kinachoniuma ni kwamba ukweli na haki vinapenya pole pole. Wanasema ngoja njoo Bongo tupambane wote. Lakini yupo anasema rais akiwa hatari. Kwa hiyo anasema Tanzania haijawahi kuwa nchi ya watu wa dini moja. Udini wenu zidi ya viongozi inatakiwa kuligawa taifa na kuanza kuibagua. Anasema chuki zimekuwa nyingi sana kwa viongozi wa Chadema. Anasema agenda no reform no election ni kivuli tu. Lengo halisi ni kung'oa viongozi ambao wapo madarakani na kuanza kuhakikisha kwamba wanaweka wengine. Anasema tumechoka kwa haya mambo. Anasema kumbe hiki chama cha Chadema cha wazungu ndio maana muda wote kinataka vita tu. Anasema kweli kabisa, msifieni, haya ipo siku. Anasema amani ni kubwa kuliko haki. Ameandika hivyo. Bana, comments zimekuwa nyingi sana kwa hiki kitu ambacho ameweza kuzungumza mke wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Wewe una maoni gani? Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.